Asante kwa kuichagua UTV na shukran sana kwa kuwa mwanafamilia wa Hello Weekend. Kama ilivyo ada, ni wakati wa kikao cha familia na leo ni siku yetu mahususi, siku ya wanawake duniani, na jambo likishasimamiwa na mwanamke si jambo dogo. Tunasema kikao leo cha familia kimetanuka, na matangazo haya tutashirikiana moja kwa moja na mwenzangu Hilda ambaye yuko katika studio zetu za UFM, ambapo ndipo matangazo haya yatakuja moja kwa moja tukitazama kuhusiana na siku hii, ambapo tunaangalia hasa katika mafanikio ya mwanamke. Je, nyuma yuko mwanaume? Utashiriki nasi kwa ujumbe, na sasa ni mzungumzaji mkubwa kwa sababu kikao cha leo kina mambo mengi sana, na siku hii ya leo pia tutasikia kwa upande wa UFM ambapo kuna kipindi kipya kinazinduliwa ambacho nacho ni exclusive, watatuambia, lakini nikudokeze tu, utakaposikia jina la Johari basi ujue ndicho kipindi mahususi. Nisiwe mzungumzaji sana, Hilda tayari ameshafika katika studio za UFM, na kwa upande wangu niyapeleke matangazo haya moja kwa moja. Hilda, karibu sana. Karibu sana, unasikiliza UFM lakini unatufuatilia pia mubashara kupitia UTV chaneli namba 108, na kama ambavyo Angela Mondi amekujuza, leo ikiwa ni siku ya wanawake mahususi kabisa, tunashirikiana kama ambavyo tunashirikiana mara zote UTV pamoja na UFM. Ni kukaribishe sana uweze kufuatilia. Niko na Neema Kendole na mimi ni Hilda Foya. Heri ya siku ya wanawake. Heri ya siku ya wanawake pia, Hilda. Nafurahi sana kuwa nawe hapa tunapoiadhimisha siku ya wanawake duniani. Nimefurahi pia kuwa hapa redioni kwa mara nyingine tena. Ndio kabisa. Lakini sambamba na hilo tumewalika hapa Flora Gelase Rugeyamu ambaye ni mwenyekiti mstaafu Proud Wives. Karibu sana Flora. Asante sana. Tuko pia na Agneta Kinyafu ambaye ni mwalimu na mwanachama wa Proud Wives. Karibu sana. Asante sana. Heri ya siku ya wanawake. Ndio, najua na wao wanafurahi kuifikia siku hii. Unajua wako wanawake pengine walitamani kuifikia siku kama ya leo, lakini tunasema ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Tuwaombee na wao wapumzike kwa amani, lakini sisi tumejaliwa kupata afya, uzima, amani, utulivu kama hivi. Tunasherehekea siku hii, jambo zuri la kujipongeza, lakini la kujitia nguvu pia. Hongereni kwa siku ya wanawake duniani. Karibuni sana pia hapa UFM. Asante. Sawa, matangazo kwa vile yako mubashara UTV na UFM. Tukumbushe tu kidogo kwamba maadhimisho ya siku ya wanawake duniani yako na kauli mbiu, lakini kauli mbiu zimekaa kwa namna mbili. Kauli mbiu iko ya kwetu ya kitaifa, kwa maana ya kauli mbiu inayosema haki na usawa kwa wanawake na wasichana, msingi jumuishi, dira 2050. Lakini iko kauli mbiu ya kidunia, iko kwa lugha ya Kimombo na inasema give to gain, kwa maana ya toa upate. Yote hiyo ni katika kushajiisha, kusherehesha na kukumbusha pia yako mambo ya msingi ambayo yanaweza kutusaidia na kuikumbusha jamii, sio tu ya wanawake, jamii nzima inayotuzunguka kwa ajili ya kumkumbuka mwanamke kwa namna tofauti. Naam, nafahamu hapa UFM tayari tumegusia, lakini nimekuta kuna utofauti pia wa muonekano. Nigusie tu kwamba leo hii pia tunafanya uzinduzi wa kipindi kipya cha Johari, nguvu ya mwanamke, na utakuwa unakishuhudia mubashara kupitia UFM kuanzia Jumapili ijayo. Na bila shaka hapo baadaye pia tutasikia mengi kutoka kwa uongozi wa UFM. Kabisa, kutakuwa na namna ambayo itaelezwa kuhusiana na kipindi chenyewe, kwa nini kimekuja sasa na mambo yake. Lakini kwa kidogo tu, lakini mengi zaidi ni kwenye kipindi chenyewe kitakapoanza kurushwa Jumapili ijayo
kwa maana ya saa 8 mpaka saa 9 alasiri. Kipindi kipya kinachozungumza masuala ya mwanamke, Johari, nguvu ya mwanamke. Sasa haya, katika ulimwengu wa leo Neema, ukisikiliza simulizi nyingi inaelezwa kuwa wanawake wengi wanapiga hatua kubwa katika nafasi mbalimbali ikiwemo masuala ya uongozi, biashara, taaluma na hata katika maeneo mengine, lakini wanasema pia ipo nguvu ama wanawake hawa pia wamekuwa vyanzo au hamasa ya wengi wa kuigwa katika kizazi kijacho. Na pamoja na mafanikio haya, mara nyingi pia tunasikia kauli ikisema nguvu nyuma ya fulani kuna fulani. Ndio, na hiyo imekuwa ikisemwa sana, hata wageni wetu watakubaliana nasi kwamba hiyo kauli ya kusema unapomwona mwanaume mwenye mafanikio basi ujue nyuma yake kuna mwanamke pengine aliyemsapoti, kumtia nguvu, kumpa utulivu, kumpa amani ili hayo mambo yote yaweze kuwa mazuri na mafanikio yaweze kupatikana. Sasa kama ni hivyo tukigeuza tugeuze. Je, tunapomwona mwanamke amefanikiwa au mwanamke huyu ana mafanikio, tunajivunia kweli kwamba jamani, huyu dada amefanikiwa sana, huyu mama jamani, mama ameanza kidogo kidogo lakini amefika mbali. Je, tuamini ya kwamba iko nguvu ya mtu nyuma yake? Ndio. Naam, tuanze. Flora, karibu. Sogea kidogo kwenye kipaza sauti usikike vizuri. Naam. Ni kweli mafanikio ya mwanamke nyuma yake mwanaume yupo. Kwa sababu tunaona kuna wanawake wengi ambao wamefanikiwa kielimu, wamefanikiwa katika kulea watoto wao, watoto wamekuwa bora. Nyuma kuna mwanaume. Kuna wanawake ambao wameweza kusomeshwa na wanaume mpaka wakafikia elimu za juu, ni wanaume ndio wamewasomesha. Lakini kuna wanawake ambao wamelea watoto wao katika maadili na watoto wako vizuri. Ukitizama nyuma kuna wakina baba shupavu waliosimama kuwasaidia mpaka wakahitimisha hilo. Kwa hiyo mafanikio hayo yanatokana pia na mwanaume. Kwa hiyo nakubaliana na hiyo. Mwalimu Agatha, unasemaje? Asante. Sitakuwa mbali sana na msemaji wa kwanza Dafora. Lakini swali hili ni swali linaweza likawa ndio au hapana. Sawa. Tukienda katika mtazamo kwanza wa hali ya kawaida, sawa, kwa maisha ya sasa utakuta kwanza idadi kubwa wanawake ni wanafanya kazi kwa bidii sana. Tunajiita wapambanaji. Sawa. Tunasema wanawake mpambanaji. Lakini kwa namna moja au nyingine tunasema kweli kuna wanaume wanafanya kazi, wanawasapoti mwanamke ili afanye kazi katika ule ubora unaotakiwa, afanye kazi katika viwango vinavyotakiwa. Tunahitaji utulivu, amani, kupewa moyo. Sawa. Kwa hiyo kama kuna mwanaume ambaye yuko nyuma yake, especially kama mume akawepo pale anamtia nguvu, mke wangu unaweza. Na hata kuna baadhi ya wanaume ambao huwa wanatia moyo wake zao kwamba mke wangu unafanya hiki, ni kweli wanafanikiwa. Lakini tukienda pia upande wa pili, tumepata mtaani kwetu changamoto za wanawake wengi ambao wanakuambia mimi natamani sana kufanya biashara lakini mume wangu hataki. Mimi natamani sana kufanya kazi lakini mume wangu pia hataki. Anataka nibaki hapa. Na pindi tu mwanamke atakapojaribu kusema kwamba ngoja nifanye hiki, mwanaume yule ndani inakuwa ni mgogoro. Ninapotaka kujaribu kufanya kitu fulani ndani ya nyumba, amani inaisha. Kwa mwisho wa siku mwanamke nini sasa cha kufia? Bora nitulie. Kwa hiyo naweza nikaongelea kwa upande wa pili pia kwamba kuna hali ya hivyo pia. Sasa inakuwa na ugumu gani? Au inaweza ikaleta changamoto yoyote kukiwa na hali kama hiyo? Changamoto ipo. Ambayo ni ipi? Kwa sababu pindi mnapokuwa kama familia mmeamua kuwa watu wawili, ina maana mtu mmoja atakaposema kwamba baba ameenda kutafuta kaeta 200, mama naye akaenda kutafuta kaeta 200, mle ndani kuna 400 tena. Haitakuwa 200 moja. Wengine wanasema inabaki 200 moja. Ya mwanaume. Nimewahi kusikia hivyo. Yani it depends how ikiana katika misingi gani. Lakini tunaona kwamba hata mama ndani ya nyumba, kwa mfano wakati mwingine mwanaume anaweza kaondoka mmoja tu, mke si atakuwa na hela kwamba asitoe yeye hela, lakini mke atakisha ndani wanakula.
Lakini je, kama mama huyu ni mama wa nyumbani, umemkatalia asifanye kazi yoyote, obviously kila kitu kitakuwa kinakuangalia wewe. Kwa athari lazima itakuwepo. Naam, sasa unajua Agneta, kuna mengi ambayo yanazungumzwa na Flora, labda pia utaweza kutugusia. Kuna ule mtazamo wa kwamba mwanamke mwenyewe anaweza bila kuwezeshwa tuseme, au hajaongezewa chochote, na kuna ile ambao inabidi tushirikiane. Hakuna ule ushindani kwamba mwanamke anatakiwa kuwa bora kuliko mwanaume na vitu kama hivyo, na bila shaka pia umevisikia. Ndio, yani kwa maana ya kusema kwamba pengine huyu mama hasubiri ile kusukumwa, bwana hebu kafanya hivi. Yani yeye mwenyewe kuna nguvu iliyo ndani yake inayomsukuma kwamba mimi ninaweza, nikijipambania kwenye hiki inawezekana. Yani hiyo ndo tunahesabu kwamba hakuna haja ya kuwa na nguvu nyingine nyuma yake. Asante ndugu mtangazaji. Wanawake kwa sasa wanapambana. Ni kweli wanapambana. Tena wanapambana kweli kweli. Lakini ukiangalia mwanamke anayepambana kweli kweli sasa hivi, msingi wake wa nyuma, atakwambia mimi baba yangu alinielekeza kufanya kazi kwa bidii. Mimi mlezi wangu ambaye ni mjomba alinifanyisha kufanya hivi, kufanya vile. Kwa hiyo tunajua tu bado kama atamtaja baba, tayari yuko nyuma yake, alishampa ule msingi wa yeye kuweza kupambana. Japokuwa labda amekuwa katika mazingira ambayo amekutana labda na mwanaume ambaye hataki apambane au hamsapoti, lakini bado ana msingi wa baba kule nyuma. Baba aliyemlea au mlezi aliyemlea ambaye labda ni mjomba au ni kaka, tayari alishamfundisha kupambana. Hakuna mwanamke ambaye anapambana hajapata backup huko nyuma. Mimi naamini mwanaume yuko nyuma tu, hata kama hataonekana kabisa moja kwa moja. Kwa hiyo hata wengine, kwa mfano, sio kwa ubaya, lakini masingo mama wanasema mimi napambana mwenyewe, nasomesha watoto wangu, najipambania. Tuamini hivyo? Au masingo mama wanaosema namsomesha mtoto wangu ndio wanapambana, ni kweli. Lakini wana watu waliowazunguka, ikiwemo wanaume, wapo wamewazunguka. Wapo bado wanaenda kuomba msaada na ushauri kwa wanaume wao. Wanaenda kufunga mzigo China tuseme. Lakini mlolongo wote mpaka wa yeye kufika China ameongozwa na mwanaume. Bado tunaona mwanaume bado yuko nyuma yake. Kwa sio lazima awe mwenza. Mwanaume anaweza akawa kaka, anaweza akawa bosi, anaweza akawa mfanyakazi wako. Tumeona hata wafanyabiashara wakubwa tu wanawake wapo, lakini anaajiri wanaume wengi kuliko wanawake. Anakwambia wanaume kwanza wanaweka ulinzi, kwanza wanaweka tayari mwanaume yupo pale kumsapoti na kumfikisha kwenye mafanikio yake, hata kama sio mume wake, lakini wapo wanaume waliomzunguka wanaomsaidia. Sawa, haya tunayoyazungumza, anayetusikiliza kupitia UFM na anayetutazama pia kupitia UTV anaweza kutuwekea hayo maoni kwa UFM. Unaweza kuweka maoni kupitia nambari 0621107107. Shiriki na sisi kupitia mada tuliyoiweka mezani tunapoadhimisha siku ya wanawake duniani. Na kwa upande wa UTV pia unaweza ukatuandikia maoni kupitia nambari yetu 0763809770 na kupitia WhatsApp ujumbe tutaupata na kusoma hapa. Leo ikiwa ni siku ya wanawake duniani, tunajiuliza, nyuma ya mwanamke mwenye mafanikio kuna mwanaume anahusika? Ndio tunachokizungumza. Sina shaka kuna maoni kidogo walau ya wachache yasikia machoche, alafu tutaendelea na mjadala kwa vile bado tuna mengi ya kuyasikia. Naam, hapo maoni ambayo umetuandikia na tutasoma hapa, lakini kabla ya maoni Kindole kiasi tu tunajenga vipi jamii ambayo ningependa kusikia kutoka kwenu nyote, Flora pamoja na Agneta, inakuwa na mtazamo ambao sio hasi wa jinsia mbili kushirikiana hasa katika kuleta maendeleo. Nianzie kwako Agneta. Na huu mtazamo ni wa muhimu sana, kwa sababu tukiangalia kwa nchi za wenzetu. Agneta, unaweza kusogea kidogo kwenye kipaza sauti ili usikike vizuri nao? Sawa, asante. Tukiangalia katika upande wa nchi za wenzetu, kwa nini pia wana maendeleo? Je, wana hii mitazamo ya kusema huyu ni mwanamke, huyu ni mwanaume? Lakini sisi tumepokea ile kwamba
tumwezeshe mwanamke, tumnyanyue mwanamke. Kwa hiyo tumetoka ile kwamba mwanamke sasa anatakiwa na wao achukue ile 50-50. Kwa hiyo tunajikuta mwisho wa siku tuna ile perception kwamba mwanamke ninaweza, bila kuangalia kwamba upande wa pili pia tunahitaji kusapotiana. Hata kwenye neno la Mungu pia linaongelea kwamba mwanamke peke yake bado haijakamilishwa, kwa sababu hata Mungu akasema anataka watu wawe wangapi? Yaani watu wawili wawe mwili mmoja, kwamba kwa ile dhana ya kusapotiana. Endapo ikifikia kwamba tukawa na mitazamo, wanaume wakawa na mtazamo kwamba nikimwezesha mke wangu tutafanikiwa, na mke naye akawa na mtazamo kwamba tukifanya kitu fulani na mume wangu tutafanikiwa, kama sharement, yani kama familia tukafanya kitu kwa umoja wetu. Obviously ndani ya familia au ndani ya jamii, kwa sababu jamii inaanzia na familia, tunaweza kutengeneza mtazamo chanya hata kwa vizazi vinavyokuja. Lakini kwa sasa kizazi chetu tuna mitazamo miwili. Mwanaume ana hofu kwamba nikimwezesha tu mwanamke akafanikiwa atakuja kunishinda, atanidharau. Lakini kumbe tunaweza tukaa tu kwenye mitazamo hiyo, labda sio kweli. Sio kweli kwamba mambo kama hayo labda hutokea, ndio maana yanasemwa. Saikolojia pia inaweza ikatuharibu. Maana inasemekana ukiamini kitu kinaweza kikatokea, kwamba ukiamini kwamba mwanamke tajiri au mwanamke mwenye uwezo wanadharau. Ukishakiweka kitu kichwani kwamba mwanamke mwenye mafanikio lazima atamdharau mume wake. Je, ni wangapi wanawake wana mafanikio lakini wanaishi na familia zao vizuri? Kwamba mtu anajua nimefanikiwa, lakini ile position kama ya umama bado anaihold, kwamba mimi nikirudi nyumbani tena mimi sio bosi, mimi ni mke. Ina maana obviously ataendelea kuitunza familia yake. Lakini kama atakuwa na ile mitazamo mimi ni boss, kwa hata ubosi hadi nyumbani anauleta ubosi, hapo ndugu yangu pale dhana kwamba wanawake wanadharau wakifanikiwa itakuja. Na kuna namna huwa inajengeka, sijui ni kwenye jamii yetu tu au ni namna fikra tu zilivyo, na pengine mambo yameanza tangu enzi na enzi. Inapotokea kwenye familia mama akawa ndio amepiga hatua kidogo kuliko baba, kuna tengeneza unyonge. Asante ndugu mtangazaji. Ni mawazo tu ambayo tumejijengea, mitizamo hasi ambayo tumejijengea sisi katika jamii zetu. Unajua sisi jamii yetu iko katika mfumo dume ndo umetawala zaidi. Sasa watu wengi wanaona kwamba mwanamke akifanikiwa kuliko mwanaume katika familia, tayari mwanaume atakuwa mnyonge. Lakini hii sisi wanawake ndo tunaweza tukaiondoa, tukatoa ile hofu kwa kukaa kwenye nafasi zetu. Hata kama umefanikiwa, bado endelea kukaa na ukimtii mume wako, ukifanya shughuli zako kama mwanamke, ukihesabika kama mama kwenye familia. Hii itaondoa hii mitizamo hasi ambayo tayari imejengeka kwenye jamii yetu. Ni mengi yako kwenye jamii, fikra za namna tofauti, lakini tunapoiadhimisha siku ya mwanamke au siku ya wanawake duniani, bado tunatakiwa kuwapa nguvu na kuifafanulia jamii kwamba hizi fikra potofu nyingine zote pengine zinatakiwa zikae kando sasa, na tunachotakiwa kukiangalia mbele ni namna ya kumwezesha mwanamke afanikiwe zaidi, mbali na hatua ambayo imekushapigwa. Na katika hatua hizo imenifikirisha kitu pia. Unajua tuna vizazi tofauti na wanasema pia hata tabia huwa tofauti kutokana na vizazi vilivyo. Generation X, Millennials, Gen Z na wengine. Sasa kitabia pia wanasema navyo inawezekana kukawa na utofauti. So ukimwangalia binti au mwanamke ambaye inawezekana yupo katika vizazi hivi tofauti, bado tunaweza tukazungumza kuhusiana na hali ile ambayo sasa tunaijadili, namna ambavyo mwanamke akae katika nafasi yake, ama mambo yanaweza yakabadilika kutokana na utofauti huo. Flora. Asante ndugu mtangazaji. Mambo yanabadilika kwa sababu ya mazingira tuliopo. Tunaweza tukasema mwanamke akae kwenye nafasi yake, lakini huyu mtoto wa kizazi hiki kalelewa na mama wa namna gani? Kama mama aliyemlea mtoto huyu alikuwa akai kwenye nafasi yake, tusitarajie wala kuona kwamba yule binti atakaa kwenye nafasi yake, kwa sababu mtoto yote alivyo sasa au atakavyokuwa baadaye, binti yoyote ambaye atakuwa mama baadaye, anatokana na familia aliyotoka,
alimuona baba akifanya nini, alimuona mama akifanya nini, ndivyo atakavyokuwa na mazingira yaliyomkuza. Kwa hiyo tusitarajie maajabu kama amekaa kwenye mazingira ambayo hayajamtaka yeye kukaa kwenye nafasi yake, haitotokea hivyo. Agnes, vipi? Kuna kitu cha kuongeza hapo? Kazi ni kubwa kwa sababu sasa hivi kuna utandawazi pia, kuna mazingira, lakini pia na wazazi wa sasa hivi ni watu wa namna gani. Kwa hiyo unaweza ukaangalia pia wanawake, ni kweli tunajibidisha, lakini unakuta pia tunasahau pia na majukumu ya ulezi. Yani unakuta tunapambana sana. Lakini si ndio wanahitaji kufanya nao kazi kutokana na mazingira kwa tofauti. Management ya vitu. Inatakiwa iwe. Tunawezaje kumanage vyote? Na ni kweli tunapambana. Je, tuna manage kulea hadi watoto? Ambayo huyu ndo tunamlea mama wa kesho, baba wa kesho. Lakini mama huyu wa leo wa kesho, tunayemwandaa wa kesho, analelewa na YouTube, anaangalia mitandao sana. Ni most of time watoto wetu sasa hivi ni watoto wa kidijitali. Malezi yao most yapo kwenye vidiji. Je, tunajengeaje? Kwanza anakuwa mdogo kidogo, simu hapo, mama chukua katuni hizo, unamtuliza. Kwa hiyo wakati mwingine watoto wetu pia hawapati ile flavor ambao kama sisi miaka yetu tulikuwa tunapata. Hamna TV, hamna simu. Utafanya kazi, kucheza tena ni lede huko nini, mnacheza kwenye mchanga, mnachafuka vipi. Kwa hiyo na maana inatushughulisha. Lakini watoto wa sasa hivi tofauti, kwamba hawajui hata mikiki. Kwa hiyo ina maana kama mwanamke, au sio swala tu la mwanaume, ndani ya familia wote wawili, yani my concern, natamani sana tuone watu wawili kushirikiana. Katika kushirikiana ndipo tunatengeneza jamii fulani ambayo tunaitamani kuiona. Lakini swala la malezi, au tunatamani tumwandae mwanamke huyu wa namna gani, si swala la mama pekee yake. Ni swala pia la baba na mama. Kwa sababu mama anaweza kaa na mitazamo ambayo sio, lakini baba akamwambia wewe, nataka uwe hivi. Na tunajua baba ndio mwenye kauli ndani ya familia. Anaweza akasema kwamba nataka uwe hivi, au nataka ufanye hiki, na mtoto kule ananyoka. Lakini sisi wa mama tunabembeleza, mtoto hivyo vipi. Lakini kumbe nguvu zote mbili zikiungana, tunakuja kutengeneza kizazi kizuri baadaye. Sawa, Hilda pamoja na wageni wetu Flora na Agneta, wakati tunayazungumza yote haya. Sawa, tumezungumza tukiwa tumekaa kama wanawake hapa. Ni wanawake kamili kama kabisa. Tumejitenga. Tumejitenga peke yetu. Lakini wacha tuongeze nguvu ya baba hapa. Alafu tusikie ana maoni gani zaidi. Tunayemkaribisha sasa ni Amani Mwaipaja. Yeye ni msaikolojia, lakini pia mshauri kwenye masuala ya ndoa, malezi na vile familia na makuzi pia. Kwa hiyo wacha Amani akae, alafu tuone upande wa pili sasa utakuwaje. Karibu sana Amani. Karibu sana Amani. Tumejadili vizuri na tukasema wacha sasa nafasi yako ndio ifike ili wewe sasa uzungumze moja kwa moja. Bila shaka umetusikia kwenye namna tulivyojidadavua na tulivyojimaliza. Ndio. Utuambie tunaelekea sawa, tumekosea, tumeteleza. Tunaenda vizuri. Manake sasa kwa Amani tutapata mambo mengi. Kwa sababu kwenye engo ya saikolojia Amani atatuweka vizuri. Je, hapo tunavyofikiri au jamii inavyofikiri ni sahihi au kuna mapungufu kwa namna gani? Karibu sana Amani. Asante sana. Lakini mjadala uko pale pale. Unapomuona mwanaume alifanikiwa, mara zote imekuwa ikiaminika nyuma yake kuna mwanamke anayemshika mkono, anayemuongeza nguvu, anayemtupa utulivu na mambo mengine. Lakini je, tukiweka kinyume chake, unapomuona mwanamke alifanikiwa, ipo nguvu ya mtu nyuma yake? Tuamini hivyo. Karibu. Asante sana. Ni swali zuri. Unajua, tunapotazama mafanikio ya mwanamke tunaanzia mbali kidogo. Na tunaanzia katika malezi pia. Kuna kina baba ambao wana mchango mkubwa sana katika makuzi ya watoto wao. Na mimi ni mfano mmoja wapo. Kwa hiyo naanza na mimi mwenyewe kujifagilia kidogo. Kwa hiyo unapoona mwanamke amefanikiwa,
inategemea pia na aina ya malezi ambayo amepitia kutoka kwa mzazi au kutoka kwa baba yake. Kwa nini tunazungumzia kutoka kwa baba? Watu wengi huwa hawafahamu kwamba mtoto wa kike rafiki yake wa karibu ni baba. Na kwa nini anakuwa rafiki yake wa karibu? Kwa sababu kiasili kuna vitu ambavyo mtoto wa kike anatakiwa ajifunze kutoka kwa baba ili apate picha ya mwanaume anavyotakiwa kuwa. Kwa hiyo kama mtoto atapata picha mbaya kutoka kwa baba yake kama mtoto wa kike, na uwezekano mkubwa sana huko mbeleni akawa na mtazamo mbaya pia kuhusu mwanaume. Kwa hiyo akina baba ambao wana mchango mkubwa sana katika malezi ya watoto wao na kuhakikisha kwamba watoto wao wana progress kwenye masuala ya shule. Unajua kwa zamani kidogo watoto wa kike walikuwa pewa kipaumbele kwenye familia nyingi kama ambavyo wanapewa wanaume. Kwa hiyo mchango wa mwanaume katika mafanikio ya mwanamke yanaanzia pia katika malezi na hasa mchango wa baba. Kwa hiyo kina baba ambao wanatamani watoto wao waweze kufanikiwa, hasa wa kike, wanatakiwa waanze mapema ili waandae kuwa wanawake ambao watakuwa na mafanikio makubwa, lakini ambao wanaweza kuwa msaada pia katika familia na jamii. Kwa hiyo hiyo ndio dhana ya kwanza ya mafanikio ya mwanamke. Unapoona kuna mwanaume nyuma yake, tunaanza kumwangalia baba. Baba alikuwaje? Ukiona kwa mfano tuna rais wetu Rais Samia Suluhu Hassan, unaweza kuangalia sasa huko background mchango, kama baba yake angeamua kusitisha au kukata mirija fulani hivi angefika wapi. Kwa hiyo kuna mchango fulani wa mwanamke ambao unatokana na mwanaume. Ingawa kwa upande mkubwa sana mafanikio ya mwanamke yanazungumzwa kama independent kwa sababu ya namna ambavyo jamii inampicture mwanamke, na haya ni masuala zaidi ya kijinsia, lakini kimsingi wakina baba wana nafasi kubwa katika kuhakikisha kwamba watoto wao wa kike, na tunaposema hivi manake tunawamotivate pia kina baba katika kuandaa watoto wao wa kike ili waweze kuwa viongozi, waweze kuwa watu ambao wanaweza kuwa na msaada katika jamii, na hapo ndipo ambapo ili neno litakuwa na maana sana kama kina baba watakuwa na mchango kwa watoto wao wa kike. Naam, Amani. Neema, pengine tupitie kidogo sawa. baadhi ya jumbe ambazo umetuandikia kupitia namba yetu 0763097770 UTV, lakini kwa upande pia wa UFM ni 0621107107. Naam, baadhi ya kile ambacho umetuandikia, huyo anasema hello weekend, happy Women's Day, na kwako pia. Mwanamke ni kiumbe muhimu sana katika dunia, hongereni wanawake wote duniani. Sahihi, nimesema na kwako pia. Huyu ni Hamisi mpiga picha ndana. Tunashukuru. Ngoja aishe hapo, inabidi nisome jumbe mpaka mwisho nijue huyu namwambia na kwako pia au vipi. Naitwa Hawa Makau, natokea Mpwapwa. Sio kweli kwamba nyuma kuna mwanaume, ila sasa wanawake tumeamua kupambana wenyewe kwa kuwa tunaweza na tunajiamini. Haya, tunashukuru Hawa kwa maoni yako. Hongera sana wanawake wa Azam Media Limited na wengine kote duniani. Hakika mnachangamsha siku hii ya wanawake kuwa sikukuu yenye mvuto, na hongereni pia kwa kuwa na kipindi chenu cha wanawake ambacho tunatarajia kuwa daraja kuu la kusafirisha mawazo chanya ya kimaendeleo kwenda kwenye jamii yote. Sisi akina baba tunawapenda, tunawaheshimu na kuwapa thamani ya juu zaidi wanawake wote. Hakika Johari, nguvu ya mwanamke, wanawake hoe. Haya, Omar Katanga, tunakushukuru sana. Naitwa Baraka Matias kutoka Masumbwe, Geita, anasema mafanikio ya mwanamke inategemea na mazingira, lakini wengi wao wanapambana hadi wanafanikiwa na wanaendesha maisha yao vizuri. Pia upande mwingine nakubaliana na hilo, mafanikio na mwanamke nyuma kuna support ya mwanaume. Niwatakie hello weekend njema. Lakini anaitwa Asante Rabi Mano kutoka Arusha, kweli kabisa, nyuma mwanamke aliyefanikiwa kuna mwanaume nyuma yake, ila wanawake wengi wakifanikiwa wanakuwa na kiburi sana na heshima inapungua kwa mume wake. Sio wote, ila wengi wao wako hivyo. Sasa Amani, kwenye hili tulimuuliza Flora na pengine utuambie, ni kweli kwamba amesema baadhi na hajasema wote, kwa hivyo mazingira hayo yapo. Nini unadhani kinasababisha hili? Labda mwanamke anapofanikiwa kwa baadhi hali labda nyumbani inaweza ikabadilika, akawa na ubosi. Wakati Amani anataka kujibu hilo, kuna fikra nyingine imeongezeka ya mtu anauliza pia hivyo, anasema muulize Amani na wageni wenu wengine kina mama hapo studio. Sawa, anasema ukikuta familia inaongozwa na mama, kiuchumi 100% kubwa sana baba huishi kwa mateso na fedha kubwa.
turudi kusikia kama kuna yote haya yanaelezwa. Karibu. Asante sana. Kwanza hapa tunabidi tujifunze kwamba mafanikio yanaweza kutafsiriwa kila mmoja katika nafasi yake. Hapa ambao tunazungumza hapa, tunaweza kujiona sisi tumefanikiwa, lakini kwa wengine wakaona hatujafanikiwa, au wengine wakaona hatujafanikiwa, kumbe wewe unaona umefanikiwa. Hata kwa Azam Media mtu mwingine niseme mafanikio. Kwa hiyo inategemea tunazungumzia mafanikio katika nafasi gani. Na kama nilivyosema, baadhi ya wanawake inaonekana wakifanikiwa au wakiwa na uchumi wanaweza kuwa na changamoto kwenye mahusiano au kwenye familia zao. Hiyo ni dhana, kwa sababu pia hata baadhi ya wanaume wapo ambao wana changamoto pia. Kwa hiyo ni jambo ambalo ni jambo binafsi la mtu, sio jambo la ujumla la kwamba kuna kundi fulani hili wakifanikiwa wanakuwa na changamoto. Zipo familia ambazo mwanamke ndio mwenye uchumi na ndizo ambazo zinasomesha watoto shule, na mimi wanatoa hili somo na tunasema single mothers ndani ya ndoa. Yaani wako kwenye ndoa zao, lakini mama ndio analipa kodi za shule, mama ndio analipa kodi ya nyumba, ada za shule, kodi ya nyumba, mama ndio anakisha tu anakula, anaenda kununua, ikifika likizo ile kwenda kutafuta viatu vya watoto, anakwenda mwenyewe Ilala, anakwenda Kariakoo, anahangaika. Baba hafanyi chochote. Kama majukumu yote anakuwa. Kama majukumu yote. Hapo tunasema ni single mothers ndani ya ndoa. Kwamba ni baba yupo lakini hana mchango wowote. Na maisha bado yanaendelea. Wapo ambao hata hawana shida na hiyo, wameshakubaliana na hiyo hali, wanapambana maisha. Kwa hiyo swala la huyu akifanikiwa anakuwa hivi, huyu akifanikiwa anakuwa hivi, ni swala binafsi la mtu na sio swala la kundi la watu. Na tukiweka hivyo, ndio maana tunaweza kuona kwamba hata baadhi ya wanaume hata wasipofanikiwa bado wanaweza akawa ni changamoto pia kwenye familia zao. Hapo hajafanikiwa lakini ni changamoto. Sasa vipi akifanikiwa? Kwa hiyo inabaki kuwa ni jambo binafsi la watu. Tatizo ni kwamba jamii inataka imtazame mwanamke kama malaika fulani hivi akiwa na uchumi tofauti na mwanaume. Wanaanza kuweka masharti kwamba wewe mwanamke ukifanikiwa basi usiwe kama huyu, usiwe kama huyu, usiwe kama huyu, lakini naye ni mtu, ni binadamu. Kwa hiyo wapo wanawake ambao wamefanikiwa na wanafanya vizuri sana. Wapo ambao pia kwenye uchumi wa kati lakini wana struggle, yani wanapambana kweli kweli. Hata ikitokea kuna wanaume wengine unakuta ndio akijua kwamba mke wake ndio anakaa uchumi, kacheza vikoba, kacheza sijui kwenye mitandao hiyo, akiba kake anaanza kufanya timing. Anajua huyu anapata wanavunja kikoba. Malafu pale anaanza kuongezeka kidogo. Anajibebisha, yani unaona kabisa mbona kama upendo umeongezeka, kumbe ameshapata tetesi kwamba mnavunja kikoba. Na bado unapoga na zile jumba za kukumbushia bwana ndio wakati huu. Anaangalia hapa ona hawa karibu anavunja kikoba. Kwa hiyo anakuwa karibu. Na uzoefu wa kawaida unatuonyesha kwamba wanaume wengi huwa wakiwakopa wake zao pesa. Bwana hebu niazime kidogo 200 hapo, nataka niweke vitu fulani fresh. Mwanamke anakuwa na imani. Hiyo ikitolewa huwa hairudi. Ni kweli. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba uzoefu unaonyesha kwamba wanaume wapo ambao wana mtazamo kwamba mwanamke akifanikiwa hawezi kufanya vizuri, lakini hiyo inabaki kuwa ni dhana kwa sababu ni jambo la mtu binafsi. Flora, hela inarudi hairudi? Asilimia kubwa unaposikia kwa wanawake wengi, yani ukimkopa mwanaume kuirejesha hiyo hela inakuwa ni mtihani. Na huwezi kukaa unamdai. Utamdai vipi? Sema utamdai labda indirect. Anaweza kaanza kulinganishia na ada za shule alizolipa, unaona hapa na nyumba na kila kitu. Tumuulize pia Agneta au unadai. Tuulize pia kwako Agneta, ijengeke fikra kwamba hata kwenye familia, kwa mfano kwa wanandoa, baba anapoona mke wake anaanza kupanda kidogo kidogo, ijengeke fikra kwamba hofu ianze kujengeka kwamba huyu pengine akifika hatua fulani hapa mambo yatabadilika. Iaminike hivyo? Hapana. Nini kifanyike? Nini kiaminike sasa, yani kwamba kupanda kwa huyu mama, yani leo huyu ni Hilda, leo yuko hapa, pengine kwa namna pengine huyu mwenza anavyoangalia naona kiwango huyu ninavyoona mambo yanavyoenda huko Azam, pengine atapewa kitengo fulani. Kupanda kwake kunaweza kuanza kumsumbua mwenza, yani kwamba kuona
haya mafanikio kwa nayosikia haya yakielezwa na wataalamu kwamba mwanamke akipanda kidogo tayari huku kutakuwa na mabadiliko, yani pengine ataanza kuota mapembe, ataanza kuwa hivi na vile, hizo fikra ambazo zinajengeka, pengine kuzungumza kidogo hapo. Kwanza labda tuongelee habari ya fikra hicho Ndio, saikolojia. Kwamba mwanaume una mtazamo gani wa mafanikio ya mwanamke? Tena hapa swali lilikuwa natamani muulize baba hapa kwamba je, unafurahia mafanikio ya mke wako? Swali zuri hilo na uhalisia. Mimi namsupport sana. Hata mawazo ya biashara wakati mwingine unaona kuna kitu fulani anaweza kafanya kizuri. Ufugaji unaambia bwana unaweza ukafuga, wakati mimi naenda na kitu kingine. Kwa hiyo hilo swali kama ulivyosema la fikra, wapo kweli wanaume ambao wana hofu na mafanikio ya wenza wao kwa sababu wanadhani yale mafanikio ya wenza wao ni sawasawa na mtu kuwa mwanaume. Na hasa pale ambapo kipato cha mwanamke kinapanda. Kwa hiyo inatengeneza hofu kwa baadhi ya wanaume. Lakini tuelewe kwamba katika mahusiano, hasa masuala ya familia, ndoa na familia, mambo mengi sana yanategemea namna mnavyoshirikiana nyinyi wawili. Ule ndo inaweka msingi. Kama hamna msingi, kila mmoja anaweza kaa tafsiri njia zake za mafanikio bila kuwa na umoja. Kwa hiyo kila mmoja anadhani kwamba anapambana awe yeye. Kwa hiyo mwisho wa siku unajikuta kwamba watu wanaingia kwenye changamoto. Kwa hiyo kimsingi wale wanaume ambao hawajapata uzoefu wa kuwa na collective efforts, yani nguvu za pamoja za kiuchumi katika familia, hawawezi kuonja hiyo raha ya kwamba huyu anafanya hiki, huyu anafanya hiki, alafu maisha yanazidi kusonga. Lakini inaweza ikawa pia ni somo kwamba watu wanapoingia kwenye mahusiano, wanapokuwa kwenye familia, kuna sababu kubwa sana na ya msingi ya kuweza kuwa na jitihada za pamoja. Na watu maana hii fikra ndio imepelekea baadhi ya wanaume hawataki wake zao wafanye kazi. Kwa sababu anajua ya hizo changamoto. Sasa hiyo nayo ina changamoto. Siku vipi mtu akiugua, mwanaume ameugua, ameshindwa kutekeleza majukumu yake, amefukuzwa kazi, ametumbuliwa au amefariki, hatima mke wake na watoto itakuwaje? Kwa hiyo wakati mwingine tunapaswa tu sisi kama wanaume, na kwa sababu mimi ninazungumza pia kwa niaba ya wanaume wenzangu, kwamba kuna somo katika hii siku ya wanawake, kwa sababu sio tunazungumza masuala ya wanawake tu. Tunazungumza masuala ambayo yakienda sawa, wanawake watazidi kuwa katika nafasi nzuri zaidi. Na kwenda sawa ni pamoja sisi wanaume kuona kwamba wanawake wana fursa na wanaweza kufanya vitu ambavyo vinaweza kuwa na msaada kwa familia na sisi pia wanaume. Kwa hiyo hapa nazungumza kwa niaba ya wanaume kwamba tuna nafasi ya pekee sana kuitumia hii siku ya wanawake kuweza kujifunza kitu kwa ajili ya kwenda pamoja katika safari ya mafanikio. Bila shaka amejibu ni sawa kabisa, ila ni kikubwa zaidi kwamba ni mitazamo ndani ya familia. Mwanaume aone kwamba hata mwanamke anaweza kufanikiwa. Unajua hata sisi watoto wetu, hata shuleni, mimi ni mwalimu, sawa? Unaweza kukuta mtoto wa kiume bana uwezo na mtoto wa kike ana uwezo. Ambe wewe umeshinda hadi na msichana. Kwa hiyo anatengeneza ile idea kwamba nitashindwaje? Yani msichana anakuja anishinde, anakuja anipite mimi, hiyo haiwezekani. Yani hata tunayo mitazamo kweli, tunajikuta tunaongea, lakini it's something ambacho tunakitengeneza kwenye mitazamo ya watoto. Wanakuana kwamba mimi ni mvulana au mimi ni mwanaume, sipaswi kupitwa na nani? Na mwanamke. Kwa hiyo hata akikaa ndani ya nyumba ana ule udume kwamba mimi kama a man of the family natakiwa ni own, sio mwanamke anizidi kipato. Kwa hiyo ina maana kwamba tukibadilisha mitazamo kwamba wote wawili tuna uwezo wa kumiliki na wote wawili tunaweza tukawa na uchumi ulio mkubwa. Hiyo ikitengenezeka ndani ya mawazo yetu, tutatengeneza kizazi kilicho bora. Hata watoto wetu wanaweza wakawa naona mfano kwamba okay, mamangu alikuwa na uwezo but things went okay, yani vitu ndani ya familia vilikuwa vinaenda sawa. Lakini je, ni kweli sometimes, yani uhalisia, kuna ule uhalisia kwamba ndani ya familia ukikuta mama ana uwezo, au ile kipindi ambacho wanaume wengi huwa wanaingia kwenye kustafu. Najua ndicho kipindi ambacho anapitiaga mateso sana pia, kwamba anajikuta hana uwezo tena kuzalisha au kwenda kutafuta pesa. Yuko ndani amekaa. Na usikute kujiwekeaga background ya kuwa mfanyabiashara kufanya nini. Mama ndo aliyekuwa anahasa, anauza vitumbua, anafanya nini, na yule mama bado anaendelea na ile maisha. Ina maana mama ndo atakayekuwa analisha familia. Kwa kuna idea fulani hivi mtu anaanza tuone sasa size yako wapi.
Kwa hiyo kwamba mwanaume unatengeneza mazingira kuanzia hapa chini, au pindi mnavyoanza tu kwenye maisha au familia, kwamba wewe ukiwa nacho it's okay, mimi nikiwa nacho it's okay. Kwa hata the day mmoja atakaposhindwa kuwa nacho, hamna tofauti. Kuna maoni ya wasikilizaji wachache wanaotusikiliza kupitia UFM, mbali na kwamba wanatutazama pia kupitia UTV. Anaandika mmoja, anasema ukweli ni kwamba mwanamke akifanikiwa hubadilika, maana huona anajimudu mahitaji. Anaitwa Joseph Desturi kutoka Igunga, Tabora, anatusikiliza kutoka Tabora. Naam, shukrani sana kutoka Tabora. Na yapo pia maoni hapa ambayo umetuandikia kupitia nambari 0763809770 WhatsApp huko UTV. Anasema naitwa Ismail Kondo kutoka Kimara. Wapo wanawake waliosimama peke yao bila support ya aina yoyote, lakini ni wachache sana. Wengi wao wanapata support za wanaume kwa pesa, kwa ushauri na utulivu. Mwingine anasema ni kweli, ukiona mwanamke amefanikiwa ujue kuna mwanaume yuko nyuma yake, hata kama haonekani, ila kuna siri kubwa kwa wanawake wanaoonekana wako wenyewe. Kwa nini baadhi ya wanaume wanakataa wake zao wasifanye biashara au kazi? Mjue huyo mke alionyesha makucha mapema mno kabla ya kupewa ruhusa na mume. Anasema anaitwa Kennedy Enos wa Ilomba, Mbeya. Wanachanika Mgeule, UTV, tupo pamoja kwa mada nzuri, asante sana. Mimi naitwa Ope Tunge. Mwingine anasema mwanamke bila mwanaume haiwezekani, ni mwanaume na mwanaume bila mama haiwezekani. Kwa hivyo Ope anagusia kuhusiana na ushirikiano huo, kwamba tunategemeana. Mwingine anasema mimi Michael kutoka Geita, mwanamke azaliwe, ili mwanamke azaliwe lazima awepo mwanaume. Hapo tu mwanaume bila ubishi yupo nyuma ya mafanikio ya mwanamke. Ni baadhi ya wale ambao umetuandikia, na unaweza ukaendelea kutuandikia kupitia 0763807770 UTV, na kwa upande wa UFM ni 0621107107. Mada yetu inauliza, nyuma ya mwanamke mwenye mafanikio kuna mwanaume anahusika? Studio tunaye Flora Rugeyam, yeye ni mwenyekiti mstaafu Proud Wives, lakini vile vile tunaye Agneta Kinyafu, yeye ni mwalimu lakini pia mwanachama wa Proud Wives, na vile vile tumemwalika Amani Mwaipaja, msaikolojia, mshauri masuala ya ndoa, familia na malezi, anawakilisha kundi la kina baba. Siku ya wanawake duniani tarehe 8 mwezi wa 3. Mimi ni Neema Kindole, mwenzangu ni Hilda Foya. Naam, tuko vizuri na Amani. Ndiyo. Kwenye malezi pale ambapo watoto wanakuwa, ni kama msingi hujengwa hapo kwa kuanzia. Unadhani ni mambo gani ambayo yanapaswa kuwekewa msisitizo hasa katika ukuaji, ili hata huko baadaye kama ambavyo pia tumegusia hapa, kusiwe na dhana kama hizo za jinsia, huyu anapaswa kuwa juu zaidi, na mikanganyiko ambayo inaweza ikajitokeza? Swali zuri sana, na bahati nzuri mimi kwa sababu na mtoto wa kike kwa hiyo linanigusa pia. Moja ya vitu vya msingi kwa wazazi au walezi kwenye familia ambazo wana watoto wa kike ni kwanza kutambua kwamba kila mtoto ana kitu chake cha upekee ndani ya familia, kila mtoto. Na hiyo inamfanya sio kwamba mtoto mmoja awe bora kuliko mwingine. Kwa hiyo ile treatment ya mtoto wa kike inatakiwa iwe fair kama kwa mtoto wa kiume. Lakini inapofika kwa mtoto wa kike, kwa sababu anaishi kwenye jamii ambayo akitoka ndani anakutana nayo. Wakati fulani unajua kwenye zile familia ambazo unakuta natoa mfano wazazi hawataki watoto labda wasikilize aina fulani ya nyimbo, kwa mfano ikinanipa nyumbani kidogo, toa hiyo ukali. Lakini mtoto wewe akipanda kwenye gari la shule, hiyo nyimbo anakutana nayo. Akiwa anapita huko mtaani, anarudi kutoka shule, anasikia zinapigwa, si ndio? Kwa hiyo badala ya kuwa mzazi wa maonyo na makaripio, inatakiwa pia umfundishe kabla hujaanza kumuonya. Kwamba hata anaposikia hizo nyimbo aelewe kwa nini nyumbani huwa haziruhusiwi. Kwa hiyo unapokuwa katika malezi ya mtoto wa kike, kuna namna ambavyo unamlea ukijua kabisa kwamba huko nje kuna mitazamo kuhusu mtoto wa kike. Sasa wewe kama mzazi una nafasi ya pekee ya kuanza kumwandaa mtoto wa kike namna ya kukabiliana na hiyo mitazamo, ili awe mtoto wa kike ambaye akitoka, kama wewe ni baba,
akikutana na watu ambao undermine, wanamfanya mtoto wa kike kama asiyeweza, awe na ile confidence kwamba mimi naweza, kwa sababu yale mazingira ya kuweza yameanzia nyumbani. Na nitatoa mfano. Kwa mfano, mtoto wa kike anaweza akaja kutoka shule hajafanya vizuri, labda tofauti na kaka yake au mdogo wake wa kiume. Hii ni kawaida. Hata wapo watoto wa kiume ambao hawafanyi pia vizuri. Ukianza kulinganisha kwamba sasa unaona mwenzio amefanya vizuri, ile ni uwezo wa mtu binafsi. Na uwezi kujua. Mimi na mfano, siku moja nilikuwa naangalia mitihani imeanza darasa 4 ya mtoto wangu wa kike. Alafu nikamwita na kaka yake yuko la 7. Nikamwambia mbona nani amefanya hivi? Ndo ameanza ya kwanza kabisa mitihani. Unajua kaka aliponiambia, akasema hata mimi nilianza hivyo, lakini baadaye nilianza kufanya vizuri. Nikaambia okay. Alipokuja binti yangu nikamotivate zaidi, nione nimeshapata sababu kwamba kumbe wanaanzaga hivi, alafu baadaye wana capture. Sio kwa watoto wa kike tu au watoto wa kiume peke yao, ni kwa watoto wote. Kwa hiyo jambo la kwanza kabisa, mzazi, muandae mtoto wako wa kike katika mazingira ambayo yataweza kumsaidia kukabiliana na changamoto nyingine. Hizo ni za makuzi, kwa mfano na balee, ziwe za mitazamo ya jamii, ili aweze kuwa bora. Lakini cha pili, maana tunazungumza kuhusu wazazi, ni pamoja pia na wadau wa elimu. Tuna makaka wa shule, madada wa shule. Hizo ni fursa za malezi. Pale ambapo tunaweza kukubaliana kwamba sasa shule ya msingi, shule ya sekondari, viongozi wa kutosha, dada mkuu awe mtoto wa kike. Ni eneo ambalo linamwandaa katika malezi yake na makuzi yake kuweza kuona zile fursa. Lakini sio kwake yeye tu, hata kwa watoto wa kike wengine. Fikia shule ina watoto 1000. Alafu dada mkuu ndio kiongozi. Wale watoto wengine waliobaki wa kike wanapata picha kubwa zaidi kuliko kizungumzia kwenye ngazi kubwa ya uongozi, kwa sababu iko mbali, lakini ile iko karibu nao zaidi. Kwa hiyo kimsingi nasisitiza kwenye swala la malezi, wazazi wana nafasi kubwa ya kuwekeza kwa watoto wao wa kike, kwa sababu huku nje kuna vita kubwa sana ya mitazamo kuhusu mtoto wa kike, na sisi tuna nafasi ya kuweza kuandaa katika kukabiliana na hilo. Tunakushukuru sana Amani, umeeleza vizuri. Tunatamani tuendelee mjadala uwe mrefu, lakini muda nao ndio unazidi kututupa mkono. Mimi ni washukuru wageni wetu. Asante sana Flora Ruigayam, sawa. Ruigayam, sawa. Kuna namna majina mengine tamko kwa lugha kama ya kimombo fulani, matamshi yake. Tunakushukuru sana Flora, asante kwa kuja. Asante pia Agneta kwa kuja hapa studio kwa kuchangia pia mada tulizozungumza. Tuna imani umeongeza maarifa na uelewa mkubwa kwa wale waliotufuatilia kupitia UFM Radio na vile vile kupitia channel yetu ya UTV. Tunakushukuru pia Amani Mwaipaja, saikolojia, kwa kuongeza nguvu ya baba hapa na kuweka yale ambayo pengine yalikuwa yanahitajika kusikika zaidi. Mbali na sisi kwa tumejadili yote haya, lakini hapa UFM leo tunakizindua rasmi kipindi cha Johari Nguvu ya Mwanamke. Hiki ni kipindi kitakachozungumza masuala yanayohusu wanawake. Kwa hiyo tukaona ni tarehe 8, wacha tuanzie hapo. Kwa hiyo kipindi maalum kwa ajili ya masuala ya wanawake, Johari Nguvu ya Mwanamke, kitakuwa kinaruka hapa UFM. Kuyajua mengi kuhusu kipindi hiki, wacha tusikie kidogo, alafu na sisi ndio tunaagana na tunasema tunawatakia heri ya siku ya wanawake duniani. Asante sana.